Je, ni kweli kwamba mjadala wa Ebola nchini Kenya si kuhusu Ebola kabisa? Na kama si kuhusu Ebola, ni nini hasa kinachowafanya maelfu ya vijana wa Gen Z kuhoji kila taarifa inayotolewa na serikali? Manake wakati baadhi ya viongozi wakisisitiza kuwa kituo cha quarantine ni hatua ya kawaida ya maandalizi ya afya ya umma, sauti zingine mitandaoni zina madai tofauti kabisa. Kuna wanaosema suala hili linaficha mchezo mkubwa wa madini, wengine wanasema ni mwanzo wa maandamano mapya ya Madaraka Day, huku wengine wakitaka hatua kali zaidi hadi kufikia mashtaka kumtoa rais madarakani. Lakini swali kubwa ni hili: kwa nini Wakenya wengi wamefikia hatua ya kutoamini chochote kirahisi? Leo tutapitia video 5 zinazotikisa mitandao, madai yanayotolewa na Gen Z, hofu zinazozungumzwa na wananchi na sababu zinazofanya mjadala huu kuwa mkubwa kuliko Ebola yenyewe. Karibu sana hapa Mizuka Media. Video ya kwanza ndio iliyoanzisha mjadala mkubwa zaidi. Jamaa huyu anaamini kwamba mjadala wa Ebola unaofanyika sasa sio jambo kuu kabisa. Kwa mujibu wa maoni yake, macho ya wananchi yanaelekezwa upande mmoja, huku jambo jingine kubwa likiwa linaendelea nyuma ya pazia. Anautaja Mlima Hill kule Kwale County, eneo ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara kutokana na uwepo wa madini yenye thamani kubwa. Kwa mujibu wa madai yake, mjadala wa Ebola ni kioo tu kinachowafanya wananchi wasiangalie kile kinachoendelea kuhusu rasilimali hizo. Kauli hizi zimeibua mjadala mkubwa sana. Wapo wanaomuunga mkono na wapo wanaosema hakuna ushahidi wa kudhibitisha madai hayo. Lakini jambo moja ambalo liko wazi ni kwamba Mlima Hill sasa umekuwa sehemu ya mjadala huu. Hiyo story ya Ebola kuletwa Kenya is just a distraction. As you can see by this post, Kenya's Ministry of Mining officially opened a global competitive tender to develop Mlima Hill, okay? With the surrounding coastal area, it holds one of the world's largest undeveloped deposits of rare earth elements of niobium, valued at approximately 8.1 trillion Kenya shillings, estimated to be 62 billion US dollars. Kumbuka, mali minerals ziko, the West wanataka. France wamekuja hapa juzi. France wakikuja hapa juzi walisema wanataka kutengeneza partnership. It was not a partnership, ilikuwa ni tender wanaekelea. And to prove to you that ni tender walikuwa wanaekelea, hapa hivi unaona huyu ni president wa nini? France. Na huyu ni nani? Joho ni CS of what? Minister of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. USA wakisema wanakuja kubuild Ebola quarantine facility, hiyo ni uongo. They just wanna bring the equipment wazieke Kenya, wakuwe ready kwanza ku extract these minerals na kwanza ku transport nini hizi minerals. Na pia kitu kingine na ashuku, wanataka kwanza kuleta equipment zao za military in case retaliation ikue, watakuwa ready to defend hiyo surrounding area. Malizo minerals ziko. Hizo minerals ziko Mlima Hills. Nataka mjue China wanazitaka, France ndio wanazitaka, Australia ndio wanazitaka. Hizi nchi za nje most of them zinaditaka. Majabu hakuna vurugu itafanyika hapo when they fight for those so-called minerals. The USA in 2024 decided to help Kenya expand Manda Bay airstrip. The United States has launched a $71 million, that's the equivalent of 9.1 billion Kenya shillings, military airport runway infrastructure project at Kenya's Manda Bay Naval Base. Manda Bay airstrip is located in Lamu. Coincidence? Someone smart will know they are strategically positioning themselves around your place. Man, hizo minerals itakuwa, it will be easier for them to do what? Transport without us ever suspecting anything. Hizo minerals ziko hapo hivyo Mlima Hills, Kwale County. They are very capable kusaidia nchi igrow ikwe one of the top performing countries. But they will make sure they take all the minerals na watu wache sisi walala hoi tukilalamika milele. Sasa usikubai into story ya Ebola, focus ile kitu wanataka kutuibia. Minerals itatusaidia sisi to grow as a country, as a nation. Wanataka kutuibia yote. Kitu kawaida USA wanafanyaga, nchi yote mwoneko na minerals na weak leaders. Baada ya madai hayo kuenea, video nyingine ilianza kusambaa. Dada huyu anasema maandamano bado yapo na kwamba siku ya Madaraka Day inaweza kutumika kuonyesha kile anachokiita nguvu ya wananchi. Kwa wengi, Madaraka Day ni siku ya kuadhimisha mamlaka ya wananchi, lakini kwa baadhi ya Gen Z, siku hiyo inaonekana kuwa fursa ya kutuma ujumbe mwingine kwa viongozi na dunia kwa ujumla. Maandamano is on Monday and we are saying no to quarantine facility in Laikipia. Okay? So now, the reason is why we are not going to change the Maandamano Day as much as ni siku ya holiday. That day is going to be Madaraka. Okay? We want to show the whole world that Madaraka belongs to the people. Madaraka, the power belongs to us because Madaraka is power in English. So that's why we are not going to change the dates. Secondly,
We don't want to disrupt anybody's business. We know many businesses will be closed. Kwa hivyo watu tujitokeze. Let us march towards where we will march towards to. Okay? Do a peaceful demo. Because this Ebola is affecting each and every one of us. Not only in Nanyuki. And we are also asking people from Nyeri, people from Meru, people from Nyandarua, karibuni sana Laikipia. Let us hold a peaceful demonstration and let us show these people that we are not going to entertain anyone who is in supportive of the Ebola construction in the country. Today our leader spoke. Looks like this guy ako peke yake. And again, nikiangalia nasikia ni kama amepatia Mudavadi sijui akuwe chair wa sijui meeting gani wanapanga ya kuonyeshana that they are ready for quarantine and nobody is going to be harmed by the Ebola, whatever, that Kenyans are going to be safe. We are not boarding, we are not buying. Guys, as I told you, tutoke sisi wote, because what I believe in is that kifo cha risasi ni bora kushinda kifo cha Ebola. Yes, you cannot afford to die bleeding everywhere because of somebody's greediness. Kwa nataka kusema kitu kingine lakini somebody's greediness. See you on Monday, 1st of June 2026. Kadri ya mjadala ulivyoendelea, baadhi ya wananchi hawakutaka kuilaumu serikali pekee. Jamaa huyo alioji nafasi ya viongozi wa upinzani akimtaja Senator Edwin Sifuna na akaoji kwa nini baadhi ya viongozi wanaonekana kulalamika badala ya kutumia mamlaka walionayo kisiasa. Na hapa ndipo mjadala unaanza kubadilika kutoka Ebola kwenda kwenye uwajibikaji wa viongozi wa kisiasa. When I see Senator Edwin Sifuna complaining about President William Ruto and this Ebola rubbish, I'm like, so unakomplainia? Unataka to do? Like, what exactly do you want us to do? You literally, as a senator, have the power to impeach the president. No motion has been tabled by you. As in, like, make it make sense, bana. Instead of posting over there, instead of tweeting, instead of complaining and do something about it, bana. We are no longer going to buy this rubbish at you're helpless. You can't do anything about it, bana. You have like-minded senators over there, bana. You have like-minded MPs. Do something about it. If you're angry about it, if you're not happy with how the country is being run, do something about it. So mkitu complaini hapa mkituandikia all this post about, oh, you know, Ruto this, Ruto that, Ruto this, Ruto that. So what? Do I have the power? Do we, the Kenyan people, have the power? Nyi mko na power. As in, you're in parliament, you can do something about it. Stop complaining and do something about it, bana. Rubbish. Video iliyofuata iliwashangaza wengi zaidi. Gen Z huyu hakuzunguka maneno, bali alienda moja kwa moja na kutoa wito wake wa mashtaka ya kumtoa rais madarakani. Kauli kama zake zinaonyesha kiwango cha hasira ambacho baadhi ya wananchi wanacho kwa sasa. Hata hivyo, wengine wanaamini suluhisho linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo na mifumo ya kidemokrasia. Niambie tu Mheshimiwa Babu Owino, ukiwa kama chair wa vijana pale bunge, tafadhali nina request tu kitu moja. Tunataka tu mtuandikie motion, mtufanyie tu impeachment motion. Yani wewe fikiria tu vile utaandika, ama kama uwezo kaandika utuambie vijana tuandike impeachment motion tukuletee. Wewe uende uipresent kwa bunge. Ukishai table, sisi hao ma MP, kama mimi MP wangu huko Nyaribari Masaba anasema 82 term ni lazima. Tutajua tu vile tutafanyia ma MP, tutawafinya. Kuna mahali tutawafinya mpaka watapiga hiyo impeachment motion. Tuta make sure wameipitisha that William Ruto aende home. Sasa na request hivi, Babu Owino, wewe ni kiongozi mwenye ninaaminia sana hii Nairobi. Ninajua the next governor of Nairobi ni wewe. Tafadhali babu, mtupangie mkiwa na kina Kibagendi, mkiwa na kina Gisairo, mkiwa na hii jeshi tu ya Linda Mwananchi. Nyinyi ni watu mmesoma, wewe ni wakili. Mimi hata nikiandika impeachment motion haitakuwa kama yako wewe mwenye.
Lakini wakati wengine wanajadili siasa, kuna kundi jingine ambalo linajadili suala hili kutoka upande wa afya. Gen Z huyu alikuwa na ujumbe maalum kwa wale ambao hawajui Ebola ni ugonjwa wa aina gani. Na hapa ndipo tunaona picha tofauti kabisa, manake wakati wengine wanajadili siasa, wengine wanajadili afya na usalama wa wananchi. Before Wakenya mpanic, nataka mpanic tena mara ngapi? 2. Na mkiboeka mpanic tena mara 5. Because you know Ebola 2014 pale West Africa iliua watu 11,000 in one day. That means ilikuwa na 50% hit rate after that. So if you don't know Ebola, let me tell you how this thing works. Ebola ni kitu ni virus fulani yenye na dissolve body tissues za zile bado uko alive. So like mtu akitoka kama anatapika blood ya black. So this is not the easy disease that people can talk about. But let me tell you why Kenyans are the first place in gava ya US imeamua ikuwe na facility yao ya quarantine. Ni kwa sababu Kenya last year 2025 Ruto alienda akasign that every Kenyan data zitakuwa zinaekewa kwa systems za US, na plus kwa hiyo data hakuwa ameiona pia the second option kwa health facilities za US zitakuwa. Number one priority of our foreign policy is to protect the American people. We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States. Kenya, so we are doomed. Na hiyo deal zote zilikuwa zimefanywa kwa kotini ya US, na hata ukiona Wakenya wakienda kupinga kwa kotini, my friend, we are doomed. Baada ya kuangalia video zote 5, swali kubwa linabaki lile lile. Je, huu ni mjadala wa Ebola au huu ni mjadala wa imani ya wananchi kwa viongozi wao? Kwa sababu ukiangalia kwa makini, karibu kila video tuliyoona leo haikuwa tu kuhusu Ebola, ilikuwa kuhusu hofu, mashaka, uwajibikaji wa viongozi, rasilimali za taifa na mustakabali wa Kenya. Na ndio maana mjadala huu umevuka mipaka ya Kenya na kuvutia Watanzania pamoja na Waafrika waliopo diaspora. Lakini sasa ningependa kusikia kutoka kwako. Je, unadhani Wakenya wana sababu za kuhoji maswali haya yote au kuna taarifa muhimu ambazo wananchi hawajaelezwa kikamilifu? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.